Bila shaka tunajua kama tumeingiliwa na mwezi wa Rajab. Mwezi wa Rajab ambao kwamba maulama wanasema ni mwezi wa kupanda mbegu, ukifuatiwa na mwezi wa Shaaban ni mwezi wa suqia, wa kunyunyiziwa maji ile mbegu, alafu mwezi wa Ramadhan tena ndo mwezi wa machumo, kula sasa matunda ya kile ulichokipanda. Mwezi wa Rajab bila shaka ni moja katika miezi ambayo kwamba ni mitukufu. Swala linalokuja, wengi wanatatizika, wanauliza ya Sheikh, tunapata meseji nyingi katika mitandao ya kijamii na katika khutba na katika durusi, wengine wanasema haifai kufunga mwezi wa Rajab ama kuhusisha kwa saumu, na wengine wanasema yafaa na yatakana mtu akithirishe. Nini haswa rai ya sawa katika masala kama haya? Bila shaka jambo la kwanza, mwezi wa Rajab ni mwezi mtukufu katika miezi minne mitukufu inayojulikana kama al-ashhur al-hurum, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja aliposema inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Miezi yote ama miezi hiyo minne ni mwezi wa Dhulqa'da na mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Muharram ambao kwamba ni mitatu imefuatana, alafu ni mwezi huu wa Rajab ambao kwamba uko peke yake. Kwa ijimai mwezi wa Rajab ni katika miezi minne mitukufu, na maulama daima wanasisitiza katika zama tukufu kufanywa ibada ndani yake kwa wingi, kukithirishwe, ili upatilize fadhila na ubora wa zama kama zile. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zenu. Na kudhulumu nafsi kuna sampuli mbili, kuna kuidhulumu nafsi kwa kufanya maasiya na kuna kuidhulumu nafsi kwa kutofanya taa. Kuna wale ambao kwamba hawachungi hurma ya mwezi kama huu, wanakwenda wanamaasi Mwenyezi Mungu ndani ya mwezi kama huu na miezi mengine ile mitukufu, wamedhulumu nafsi zao. Na kuna wale ambao kwamba wanazidhulumu nafsi zao kwa kutofanya taa kwa wingi katika miezi kama hii, na kama alivyotaja al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali kwa amali huzidishwa kwa moja kati ya mambo matatu, ama ujira wa amali huzidishwa kwa moja kati ya mambo matatu: sharafu zamani na sharafu makani na sharafu adhawat, utukufu wa zama, utukufu wa sehemu na utukufu wa watu wenyewe. Sasa utukufu wa zama, tuko ndani ya zama ambazo kwamba ni tukufu, mwezi katika miezi mitukufu, kwa hivyo ibada ndani yake ujira wake si sawa na katika miezi mengine. Yani na maana takikana mtu ukithirishe kufanya ibada katika mwezi kama huu. Taib, swala la kufunga, hili ni swala ambalo